China imezuia makubaliano ya dola bilioni 23 yaliyoongozwa na BlackRock, kampuni kubwa zaidi ya usimamizi wa mali nchini Marekani, ambayo yalilenga kurejesha uthabiti wa bandari muhimu za mfereji wa Panama mikononi mwa Marekani. Uamuzi huo unaonyesha wasiwasi unaoongezeka kwa Beijing kuhusu athari za kiuchumi na kijiopolitiki zinazohusiana na njia hiyo muhimu ya biashara. Kwa mujibu wa vyanzo vya habari, mamlaka za China zilichukua hatua ya kuzuia makubaliano hayo kutokana na hofu kwamba yangebadilisha ushawishi wa kimkakati katika eneo hilo. Mfereji wa Panama, ambao ni njia muhimu ya biashara ya kimataifa, umekuwa chanzo cha mvutano kati ya Marekani na China, ikizingatiwa nafasi yake katika kuwezesha biashara kati ya bahari ya Pasifiki na Atlantiki. Beijing imewekeza pakubwa katika miradi ya miundombinu Amerika ya Kusini, ikiwemo bandari na vituo vya usafirishaji vilivyo karibu na mfereji huo kama sehemu ya mpango wake mpana wa ukanda wa njia BRI. BlackRock iliongoza muungano wa wawekezaji kufadhili na kusimamia bandari muhimu, huku maafisa wa Marekani wakitoa msaada wa kisiri kama njia ya kupunguza ushawishi wa China katika eneo hilo. Hata hivyo, hatua ya China kuingilia kati imekwamisha makubaliano hayo, ikiashiria dhamira yake ya kudumisha udhibiti wake na kimkakati katika mfereji huo. Marekani imekuwa ikifuatilia kwa wasiwasi mkubwa kuongezeka kwa ushawishi wa China katika mfereji huo, hasa kutokana na ukweli kwamba makampuni ya China tayari yanadhibiti shughuli kuu za bandari katika ncha zote mbili za mfereji huo. Wachambuzi wanasema hatua hii inaashiria mvutano mpana zaidi kati ya Washington na Beijing kuhusu miundombinu muhimu duniani. Hatua hii inatarajiwa kuongeza mvutano katika uhusiano wa Marekani na China, hasa wakati mataifa haya mawili yakishindania ushawishi wa kiuchumi ya Amerika ya Kusini. Ingawa Washington bado haijatoa tamko rasmi, kuvunjika kwa makubaliano hayo kunaweza kusababisha mbinu mpya ya kidiplomasia na kiuchumi katika eneo hilo, huku mataifa haya mawili yakijaribu kupata nafasi ya kimkakati. Hii ni ripoti ya Media wa Express na mimi ni Hassan Magulumali.